Ya habari za wakati huu, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina. Leo tunazungumzia tukio lililotikisa Dar es Salaam na kuibua hofu pamoja na maswali mengi miongoni mwa wananchi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limefichua kuwa linaendelea na uchunguzi wa kina wa kifo cha James Rogers Temba, mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM, ambapo mwili wake ulikutwa Aprili 30 mwaka 2026 ukiwa unaelea mto Msimbazi, eneo la Kipawa, na ukiwa hauna kichwa. Kamanda wa polisi kanda maalum SCACP Jumanne Mulilo amethibitisha kuwa hadi sasa watu 4 wamekamatwa na uchunguzi unaendelea. Hii ni kesi ya kutisha ambayo imezua hofu kubwa kuhusu usalama wa raia, uhalifu wa kikatili na ufanisi wa vyombo vya usalama. Kulingana na taarifa iliyotolewa leo Mei 6 mwaka 2026 na Kamanda Jumanne Mulilo, ni kuwa mwili wa James Rogers Temba uligunduliwa Aprili 30 mwaka 2026 majira ya saa 9 alasiri ukiwa unaelea kwenye maji ya mto Msimbazi, eneo la Kipawa, Ilala. Mwili huo ulikuwa hauna kichwa, hali inaonyesha uhalifu wa kiwango cha juu na wa kikatili. Polisi imewakamata watu 4 wanaotuhumiwa kuhusika na kifo hicho, ambapo watu hao ni Steven Rogers Chaka Mbungu mwenye umri wa miaka 31 ambaye ni afisa maabara mkazi wa Bomang'ombe Hai, Kilimanjaro. Mwingine ni Anna Frank Lema maarufu kama Happiness mwenye umri wa miaka 30, ni mfanyabiashara mkazi wa Tabata Chang'ombe. Na mwingine ni Twalib Hamisi maarufu kama Mputo mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Kigogo Kati. Na mwingine wa mwisho ni Michael John maarufu kama Tambali mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Kigogo Kati. Watuhumiwa wamepewa nafasi ya kutoa maelezo na polisi inasema wanaendelea kushirikiana. Vielelezo kadhaa vinahusiana na kifo vinachunguzwa na polisi inawataka wananchi watulivu ili kila anayehusika achukuliwe hatua za kisheria. Kamanda Mulilo amesisitiza kuwa uchunguzi unaendelea kwa uzito mkubwa na hatua za kisheria zitachukuliwa mara tu ushahidi utakapokamilika. Mwili kuwa bila kichwa ni ishara ya mauaji ya kikatili. Hii inaweza kuashiria kuwa ni jaribio la kuficha utambulisho wa marehemu, ni kulipiza kisasi au onyo kwa wengine, na pia ni uhalifu wa kimfumo au wa pamoja. Kukamatwa kwa watu 4 ndani ya siku chache ni hatua muhimu. Hii inaonyesha polisi inafanya kazi haraka na ina ushahidi unaowezekana. Hata hivyo, kesi kama hii inahitaji uchunguzi wa kina wa kisayansi kama vile DNA forensics na uchunguzi wa mahali pa tukio ili kutoa ushahidi thabiti mahakamani. Mto Msimbazi umekuwa ukishuhudia visa vingi vya miili kupatikana katika miaka ya hivi karibuni. Eneo la Kipawa na Tabata ni sehemu zenye shughuli nyingi, hivyo tukio hili linazua hofu kubwa kwa wakazi wa Dar es Salaam. Tukio hili linakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa na madai yanayoendelea ya utekaji na kutoweka kwa watu. Ingawa polisi inasema hii ni kesi ya uhalifu, umma unaunganisha visa kama hivi na migogoro ya kisiasa na usalama wa raia. Maana ya tukio hili kwa taifa, tukizungumzia kwenye upande wa usalama wa raia, tukio kama hili linaharibu imani ya wananchi katika vyombo vya usalama na kuongeza hofu ya kutembea au kuishi maisha ya kawaida. Na pia kuna upande wa uhalifu wa kikatili, kuongezeka kwa visa vya miili iliyokatwa vichwa kunaonesha kuwa kuna tatizo kubwa la uhalifu wa pamoja au kulipiza kisasi. Na katika upande wa imani katika polisi, taarifa ya haraka na kukamatwa kwa washukiwa ni hatua chanya, lakini umma unangojea uwajibikaji halisi na uamuzi wa mahakama. Na kwa upande wa mitandao ya kijamii, visa kama hivi vinasambaa haraka na mara nyingi bila uthibitisho, na hivyo huongeza hofu pamoja na chuki. Tukio ni la kutisha na linahitaji uwajibikaji mkali. Kuua mtu na kumkata kichwa ni uhalifu wa kikatili ambao unapaswa kushughulikiwa kwa nguvu zote za kisheria. Polisi inastahili pongezi kwa kuanza uchunguzi haraka na kukamata washukiwa, lakini uwazi na kasi ni muhimu. Polisi inapaswa kuendelea kutoa taarifa za mara kwa mara ili kuepuka tetesi na kurejesha imani ya umma. Kesi kama hii inahitaji uchunguzi wa kisayansi na wa kina ili kutoa haki kwa marehemu pamoja na familia yake. Polisi inapaswa iendelee na uchunguzi kwa uwazi na iwasilishe ushahidi mahakamani haraka iwezekanavyo.
Serikali iweke mikakati maalum ya kukabiliana na uhalifu na wa kikatili na visa vya miili inayopatikana katika mito. Jamii na viongozi wa dini na kisiasa waungane kukemea vitendo vya kikatili na kutoa elimu ya usalama. Pia familia ya marehemu ipe haki na faraja. Hii ndio inapaswa kuwa kipaumbele. Mwisho wa siku, hakuna taifa linaloweza kuendelea linapokuwa na hofu ya kutembea mitaani au kuogopa kupatikana na kifo cha kikatili. Usalama wa raia ni jukumu la kila mtu na taasisi zote. Jeshi la polisi jijini Dar es Salaam linachunguza kwa uzito kifo cha James Rogers Temba na tayari limewakamata watu 4. Tunatarajia uchunguzi wa haraka wa kina wa uwazi ili haki itendeke. Tanzania inastahili usalama na haki kwa kila raia. Tuungane kudai wajibikaji na amani. Je, nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii kuhusiana na tukio hili la kukatwa kichwa kwa huyu mwanafunzi wa chuo cha IFM Joseph Temba, ambapo polisi wanasema wamekamata tayari watu 4 kulingana na hiyo tukio, na wanazidi kuwahoji na kuchunguza kwa kina ili kujua nini hasa kilikuwa chanzo cha kifo cha mtu huyo, na wamesema baada ya uchunguzi wataleta majibu, na kama ni kufikishwa mahakamani watuhumiwa hao 4 watafikishwa mahakamani na sheria itachukua mkondo wake.